Hapa ni Rorya mkoani Mara, mji ambao una shughuli nyingi zikiwemo kilimo, ufugaji na biashara. Waziri Mkuu amefanya ziara hapa. Miongoni mwa changamoto zilizoibuka ni hii ya barabara ambayo ameitolea maamuzi ya kutaka TANROADS itangaze tenda kwa mkandarasi ili taratibu za ujenzi zianze. Meneja, wewe unataka sana kuwasiliana na mtendaji mkuu, nenda nje pale, piga simu, mwambie nimeelekeza tenda itoke mwezi huu, nenda hapo mpigie simu. Kama ilivyo ada, Waziri Mkuu amekuwa na utaratibu wa kusikiliza kero za wananchi. Ndipo akaibuka mama huyu Bi Carin Owino mwenye umri wa miaka 74 ambaye anasema amehudumu kama mtumishi idara ya afya tangu mwaka 1977 hadi mwaka 2012 na hajafanikiwa kupata mafao yake yote. Nilikuwa mtumishi wa afya tangu 77 mpaka 2012. Nimestaafu. Tangu kustaafu, wakati hatujastaafu tulikuwa tumetolewa kwenye serikali kuu tukaingia kwenye serikali za mitaa. Sasa serikali kuu ndio zilinilipa mafao yangu. Nimeshahangaika miaka yote mpaka sasa halmashauri haijanilipa mafao yangu. Alipokuja waziri mkuu, alikuja wilaya hii ya Rorya akiwa Utegi, niliinua mkono akamwambia mkuu wa wilaya nisaidie. Sikuweza kusaidiwa hadi leo. Nina miaka 14 tangu nistaafu, bado sijaweza kusaidiwa. Naomba mheshimiwa mnisaidie. Waziri Mkuu anatoa maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Rorya kuhusu kumlipa mama huyu. Kishamaliza ziara, kaa naye, na hivi tunavyoongea nenda naye pembeni, mpange kabisa umlipe ndani ya mwaka huu wa fedha. Sawa, mlipe mapema iwezekanavyo. Baada ya maelekezo hayo, mama huyu anamshukuru Waziri Mkuu. Kwa kweli nashukuru sana. Namwombea Waziri Mkuu Mungu aendelee kumsaidia. Na nikipata mafao yangu nitaendelea kumsaidia na kumwombea aendelee na kazi yake vizuri. Asanteni sana. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Rorya, Abdul Mtaka, anasema nimeyapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuyazingatia kwa umakini wake, na nimeahidi kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha ambao tumeuanza tarehe 1 tutakamilisha kumlipa deni lake lote. Kwa ndani ya mwaka huu wa fedha deni lake lote atakuwa ameshalipwa baada ya kuhakikiwa na kujiridhisha kiasi na usahihi wa malipo. Vitalis Matindi ni mwananchi ambaye ameguswa na utaratibu huu wa Waziri Mkuu wa kusikiliza kero. Nimemshukuru sana mimi binafsi kwanza kwa ujio wake katika wilaya ya Rorya hii. Wote ambao walikuwa na changamoto wamenufaika kwa kiasi kikubwa sana. Hata wale ambao walikuwa wanaona kama vile watendewi haki, mpaka sasa hivi wamejisikia watapata faraja moyoni kulingana na jinsi alivyoongea Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Wananchi wanahitaji kusikilizwa, na ndivyo ambavyo wanafanya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Kama ambavyo unamsikiliza huko, anasikiliza kero za wananchi na kuzitatua. Huu ni mfano wa kuigwa kwa viongozi wengine. Mimi ni Beni Mwanantala.